Nguvu ya maombi ya usiku wa manane. Kwa nini manane ni muda wa kipekee? Maombi ya usiku wa manane si mazoea tu ya kidini, bali ni nyakati za kimkakati katika ulimwengu wa roho. Usiku wa manane ni kipindi ambacho wengi wamelala, sauti zimepungua na mazingira yametulia. Katika ukimya huo, roho ya mwanadamu huwa nyeti zaidi kusikia sauti ya Mungu. Biblia inaonyesha mara nyingi kuwa Mungu hutenda mambo makubwa wakati wa usiku. Katika Kutoka 12:29 ilisemwa kuwa ilikuwa usiku wa manane ndipo Bwana alipowapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri na kuleta ukombozi kwa Israeli. Hii inaonyesha kuwa manane ni wakati wa mabadiliko ya ghafla, wakati wa hukumu dhidi ya adui na wakati wa kuanzisha ukurasa mpya. 2. Manane ni muda wa vita vya kiroho. Kiroho, manane ni muda wa mapambano makubwa yasiyoonekana. Wengi hupitia mashambulizi ya ndoto, hofu au mawazo mazito wakati wa usiku. Hii si kwa bahati mbaya. Ayubu 33:15-16 inasema Mungu hunena na mwanadamu katika ndoto za usiku. Lakini pia ni wakati ambao adui hujaribu kupanda hofu na mashaka. Ndiyo maana maombi ya manane huwa kama taa inayowaka gizani. Unapoomba wakati ambao wengine wamelala, unakuwa kwenye zamu ya kiroho. Unaweka ulinzi, unavunja mipango ya giza kabla haijatekelezwa na unatengeneza kesho yako kabla haijafika. Mfano wa Paulo na Sila. Matendo 16:25-26 inasema kuwa Paulo na Sila walikuwa gerezani, mikono na miguu imefungwa, lakini usiku wa manane waliinua sauti zao wakimuimbia na kumwomba Mungu. Ghafla tetemeko la ardhi lilitokea, minyororo ikavunjika na milango ikafunguka. Hapa tunaona kanuni. Maombi ya manane huvunja minyororo. Wakati ambao kila kitu kinaonekana kimenyamaza na tumaini limezimka, manane huwa mwanzo wa miujiza. Hata kama umefungwa kifedha, kihisia au kiroho, maombi ya manane yana uwezo wa kuleta mtisiko unaobadilisha hali yako. Manane ni daraja la siku mbili. Kiroho, manane ni mpaka kati ya jana na kesho. Ni muda wa kuvuka kutoka siku ya zamani kwenda siku mpya. Unapoomba manane, unaweka alama ya ushindi juu ya jana na unabashiri kesho kwa imani. Zaburi 119:62 inasema nitaamka usiku wa manane ni kushukuru. Hii inaonyesha kuwa watu wa Mungu walitambua thamani ya saa hii. Manane ni kama mlango. Ukiomba katika mlango huo, unaweka ulinzi na baraka juu ya saa zinazofuata. Faida za maombi ya manane. Kwanza, hujenga nidhamu ya kiroho. Kuamka au kusimama mbele za Mungu wakati wa usingizi huvunja uvivuafu wa mwili na kuimarisha roho. Pili, huongeza usikivu wa sauti ya Mungu kwa sababu hakuna kelele za mchana. Tatu, huleta ulinzi dhidi ya ndoto mbaya na mashambulizi ya giza. 4, huanzisha siku kwa ushindi kabla haijaanza. 5, huleta nguvu ya kipekee ya kiroho inayokufanya usonge mbele kwa ujasiri. Jinsi ya kujiandaa kwa maombi ya manane. Andaa moyo wako kabla ya saa hiyo. Lala mapema au pumzika ili uwe na nguvu. Weka neno la Biblia karibu nawe. Anza kwa shukrani, kisha toba, halafu maombi ya vita na maombi ya baraka. Usifanye kwa mazoea, bali kwa ufahamu kuwa uko kwenye zamu ya kiroho. Hata kama huwezi kuomba kwa muda mrefu, dakika chache za imani zinaweza kubadili mwelekeo wa maisha yako. Hitimisho la somo. Maombi ya usiku wa manane si ibada ya hofu, bali ya mamlaka. Ni muda wa kutangaza kuwa Mungu anatawala hata gizani. Ni muda wa kuvunja minyororo, kufungua milango na kulinda kesho yako. Ukifanya kuwa tabia ya mara kwa mara, utaona mabadiliko ya ndani na nje. Manane ni muda wa mabadiliko, muda wa ushindi, muda wa sauti ya Mungu kusikika wazi. Maombi ya usiku wa manane. Ewe Baba wangu wa mbinguni, nimefika mbele zako katika saa hii ya manane, nikitambua kuwa wewe hutawala mchana na usiku. Ninakuja kwa shukrani kwa pumzi ya uhai na kwa neema yako iliyonivusha mpaka sasa. Kama Zaburi 91 inavyosema, ninakimbilia kwako kama ngome yangu na kimbilio langu. Katika saa hii, navunja kila mnyororo unaonifunga, kila kifungo cha kiroho na kila mpango wa adui uliopangwa gizani. Kama ulivyofanya kwa Paulo na Sila, leta mtisiko wa miujiza katika maisha yangu. Fungua milango iliyofungwa, vunja minyororo ya hofu, madeni, kushindwa na kucheleweshwa.
Ninatangaza kuwa hakuna silaha itakayofanyika juu yangu itakayofanikiwa. Malaika zangu wanilinde, damu ya Yesu inifunike, na Roho Mtakatifu aniongoze. Nikiwa nimelala, nipumzishe kwa amani. Nikiwa nimeamka, nijaze nguvu mpya. Kesho yangu iwe na baraka, kazi zangu zibadilike kuwa ushuhuda, na maisha yangu yawe ushindi. Katika jina la Yesu Kristo, nimeomba na kuamini. Amina.